Mkubwa chanzo ni wazazi au walezi. Wengi kushindwa kutimiza majukumu, haki zile za msingi za mtoto anapokosa. Kuna wazazi wengine anaona shortcut ni bora binti aolewe ili aweze kupunguza zile kero anazoziona yeye kama kero kwa yule mtoto. Sababu ambazo zinasababisha pia ndoa za utotoni pia ni hali duni. Kwa mfano wakina baba wanajua kwamba wakipotokea zile mahali, kwa mfano akaletea labda ng'ombe 10, mbuzi 5, labda na fedha kidogo, anajua sasa hapa tutajikwamua kiuchumi. Ndoa za utotoni zimekuwa na athari kubwa sana katika maeneo haya. Ikiwemo kwanza ndoa zenyewe hazidumu kwa sababu watu wanachukuana wakiwa kila mmoja hana kutambua maana nini ya ndoa. Kwa hiyo kabla ile kuja kutafsiri au kutambua maana ya ndoa, tayari zile ndoa wanajikuta haziwezi kudumu. Sisi kama wataalamu kwenye hizi kaya maskini tunaweka kwenye vikundi. Njia ya kwanza wanajifunza kwenye vikundi ile elimu, na pia wanaenda kupanda kitaalamu kufuata kanuni bora za kilimo. Watoto wengi sasa hivi wanaelewa kwa sababu hizi semina tulizitoa sehemu mbalimbali. Tukua kukutana mtaani, naweza kukaa na vijana, tuseme na vijana, wanawapa elimu wa kike na wa kiume mashuleni. Hisi jukumu letu ni kufundisha, kuelekeza na kuwapa elimu kile ambacho tumeajiriwa na serikali kwa ajili ya kuwafundisha. Kwa hiyo ni bure. Mkulima au mwanajamii yoyote tu ile, hata kama sio mkulima, ni kufika eneo la mafunzo la mtaalamu, kama ni ofisi za watendaji, kama ni madarasa ya shule, kama ni ukumbi wa bwana shamba, kupatoa elimu mbalimbali kuhusu umiliki wa ardhi, mashamba. We baba, we mama, kama mna shamba eka 2, kile mnachokilima mkilima pamoja, na mnachokivuna basi kitumie kwa ajili ya watu wote.